Umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri ambao unatengeneza hatima ya maisha yako. Ni umri ambao unatengeneza matunda ya maisha yako. Ni umri ambao unatengeneza uzee wako utakavyokuwa. Kuna mambo ambayo unatakiwa yafanye ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30 ili baadaye kwenye uzee wako kuishi maisha ambayo ni mazuri na maisha ambayo yana maana zaidi kuliko kijana mwingine yeyote. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukijue ukifanye kwenye umri wa miaka 20 hadi 30, kitu cha kwanza tunasema kwamba tengeneza uwezo wa kipaji chako. Michael Jordan ambaye ni basketball players aliwahi kusema kwamba kila mtu duniani ana kipaji, lakini uwezo wa kutengeneza kile kipaji kipate kushangiliwa na watu wapate kukijua inahitaji jitihada zaidi. Ukimwona mchezaji leo anacheza vizuri uwanjani, watu wanashangilia, wanafurahi jinsi anavyofunga, anavyopiga chenga pale uwanjani, ujue kwamba nyuma ya pazia kuna mazoezi mengi sana ambayo yalifanyika ndio yaliyojenga uwezo wake wa kucheza vizuri akiwa uwanjani. Ni kitu ambacho cha msingi sana. Kwa ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30 unatakiwa ujenge uwezo wa kipaji chako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili tunasema kwamba build your earning ability. Earning ability ni kwamba ni asset ambayo ukimiliki, maana yake ni kwamba hata upoteze mali, upoteze majumba, upoteze magari, yani utayarudisha kwa sababu ya earning ability yako. Watu tunasema kwamba earning ability ni uwezo wa kutumia kipaji chako na ujuzi wako kwenye soko kukuingizia pesa. Kwa umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri ambao ni wa kutengeneza earning ability yako, ule ujuzi wa kwako ambao utakusaidia wewe kupata pesa. Ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30, huu ndio umri wa kutengeneza ile earning ability, ule ujuzi ambao una uwezo wa kukuingizia kipato. Wanasema hivi, tukimchukua Rostam Aziz, tukamchukua Mo Dewji, tukamchukua Bakresa, wote matajiri wote duniani, tukawapeleka nchi ambayo haijawahi kukaliwa na mtu yeyote, tukawaweka hapo bila kitu chochote, na kuhakikishia baada ya miaka 5 kirudi kuiassess hiyo assessment, tutakuta kwamba Mo Dewji na Bakresa wamepanda juu zaidi kuliko wewe ambaye huna kipaji au huna earning ability, huna ujuzi ambao unaweza kukuingizia kipato. Na huu ndio huwa tunasema kwamba ni asset kubwa sana kwenye uchumi. Kwa sababu gani? Magari hupotea, nyumba hupotea, unaweza kupoteza kila kitu, lakini kama una ujuzi, ule ujuzi wa kupata, unajua namna ya kukipata kitu, maana yake utarudi mapema sana kwenye game. Kwa umri wa miaka 20 hadi 30 ni wa kutengeneza earning ability. Kitu cha tatu, kwa tunasema ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30, maana yake tunasema ujaze ubongo wako na maarifa sahihi, maarifa ambayo ni useful. Ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30, maarifa katika dunia tunayoishi katika karne ya 21 ndio yanayoiendesha dunia. Watu wenye maarifa ndio wanaoitawala dunia. Kwa ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri wa kutafuta maarifa kila kona ambayo ni useful, ambayo atakusaidia wewe kuyafikia malengo yako, kuifikia kesho yako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Na namna ya kutengeneza maarifa ambayo ni sahihi ni kwa njia ya kusoma vitabu. Tenga lisali moja usome vitabu. Pengine dakika 30 unaweza kusoma vitabu. Kama wewe ni mtu ambaye una umri wa miaka 20 hadi 30 una gari, research zinaonyesha ni kwamba watu wengi, average person ambao huwa wanaendesha magari mara nyingi sana wanatumia masaa 500 hadi 1000 wakiwa wanaendesha gari kwa mwaka mzima. Kwa maana yake nini? Basi hata ukiwa kwenye gari, kama uko busy, una umri pengine wa miaka 28 unaendesha magari, tumia huo muda kujifunza kupitia audio, kupitia watu ambao wanafundisha mitandaoni. Unaweza kuwasikiliza kupitia audios. Ni kitu ambacho cha msingi sana, unaweza kujenga maarifa. Lakini kitu kingine ambacho tunasema kwamba unaweza kuhudhuria semina kwenye umri wa miaka 20 hadi 30, semina mbalimbali ambazo zinafanyika kulingana na ujuzi wako unaotaka kuwa nao ambao kwenye maisha yako. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kitu cha nne tunasema kwamba ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri wa kutengeneza mtandao sahihi wa watu, network sahihi, strong network. Kwa sababu gani? Ukiwa na ujuzi, ukawa na maarifa, ukawa na earning ability,
lakini hakuna watu ambao wanakufahamu kuhusu ujuzi wako, maana yake utakuwa umepoteza tayari. Kwa umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri wa kutengeneza network ambayo ni sahihi, network ambayo ni strong, network ambayo ina nguvu, ambayo inaweza kukutambulisha kwa watu, ambayo inaweza kukutambua uwezo wako. Ni umri wa miaka 20 hadi 30. Kwa huu umri ndio umri wa kuanza kutengeneza network ambayo ni sahihi. Tafuta marafiki ambao ni sahihi. Na by the way, in fact, research zinaonyesha kwamba 85% hadi 90, 85% hadi 90 ya mafanikio yako ina depend zaidi kwa watu wanaokuzunguka, marafiki wanaokuzunguka na network ulionayo. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kwa umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri pia wa kutengeneza network ambayo ni sahihi. Kitu cha 5 tunasema kwamba create your own future. Ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri wa kutengeneza kesho yako. Na by the way, watu tunasema hivi, tumia long time perspective ambayo iligunduliwa katika chuo kikuu cha Harvard. Kwa sababu gani? Successful people duniani wote waliweka malengo ya miaka 5, miaka 10, miaka 20. Hayo malengo ndio wakaanza kuyafanyia kazi. Kwa umri wa miaka 20 hadi 30 ni umri wa kujua kabisa kwamba unataka nini kwenye maisha na kuweka malengo ya kukipata hicho kitu na kuanza kulipa ile gharama ya kukipata hicho kitu kila asubuhi unapoamka. Kwa umri wa miaka 20 hadi 30 ni wa kujua kwamba unaenda wapi, baada ya miaka 5 utakuwa wapi, baada ya miaka 20 utakuwa sehemu gani. Ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Ni kitu ambacho unatakiwa ukifanyie kazi. Create your own future ukiwa na umri wa miaka 20 hadi 30. Kitu cha 6 na cha mwisho, tengeneza uaminifu. Uaminifu ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Ukitengeneza uaminifu kwenye umri wa miaka 20 hadi 30, huu ndio utakao kufanya ufike eneo lolote unalotaka kuwa, sehemu yoyote unayotaka kuwa, uingie kwa mtu yeyote unayemtaka, ufanye biashara yoyote unayotaka kuifanya. Kwa maana yake umri wa miaka 20 hadi 30 ndio umri ambao unatakiwa utengeneze. Kama ni uaminifu, wewe mwaminifu kwenye umri wa miaka 20 hadi 30. Kwa ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Natamani Mungu akusaidie uvifanyie kazi hivi vitu. Mungu akubariki sana.